Emmanuel. Ulisema katika neno lako, Ulisema utatuacha wala utatupungukia. Utadumu pamoja nasi. Emmanuel. Jina la Bwana libarikiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Tumekuwa na Afrika nyingi, tumekuwa Ifakara. Bwana tumemuona akifanya mambo makubwa. Haleluya. Yaani tarehe mbili hiki tunazunguka sana. Lakini kitu kikubwa kwanza nataka nikupe hongera kwa wewe, haleluya, kufikia huu mwezi wa nini wa Desemba. Na ninajua kwamba umefika kwenye vitu nini vingi tu. Ukiangalia kwenye mwaka huu unaweza kukuta kwamba umepita kwenye matukio mengi, umepita kwenye maudhi mengi na kila kitu, lakini maisha yanasonga mbele. Amen. Lakini leo nataka nizungumzie kiwango kipi, kiwango kingine, sema new level. Yaani najaribu twende katika kiwango nini, kiwango kingine. Nataka nizungumzie hiyo kiwango kingine na sababu zinazosumbua sababisha watu wasiingie kwenye viwango hivi. Andiko letu la kusimamia ni katika hii Marko sura ya 4 na mstari wa 35. Marko sura ya 4 mstari wa 35. Biblia inasema siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Na tuvuke mpaka wapi? Ng'ambo. Endelea nitape chini. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Bwana asifiwe sana. Hebu sema new level. Haya, kama utakumbuka, Kristo alikuwa amezungumza na wanafunzi wake kwa sababu alitaka awapeleke katika kiwango kingine. Hakuna kiwango chochote ambacho wewe unaweza ukakiingia bila msukosuko. Hata mtoto hawezi akazaliwa bila kuwa na utungu. Na hivi ni vitu, unafahamu tatizo moja kubwa, Wakristo wengi sana tunapenda kuongozwa na wasanii badala ya neno la Mungu. Waimbaji wataimba nyimbo nzuri na wataiinua mioyo yetu, lakini msingi wetu sisi tunauweka katika neno la nani? Neno la Mungu. Basi mwimbaji atamwambia Bwana ni tambarare, mbinguni ni tambarare, Yesu mtamu mtamu mtamu, hivi na hivi. Yaani unaweza ukaja ukajisahau kama hapo katikati hakuna mawe, hakuna kokoto. Lakini kumbuka huyu ni Yesu Kristo na mbele zake, na tuvuke mpaka wapi? Ng'ambo. Alafu yeye Yesu akaa, lakini alitamka kufika utafika, lakini msukosuko atakuwa ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nataka kuzungumza kusema kwamba katika yote ambayo umeyapitia katika mwaka huu, katika miezi 11 yote, hakuna laana na wala hakuna nuksi mara hapo. Sema amina. Ni katika ile safari yako kukuwezesha kuvuka upande wa ngapi? Upande wa pili. Ukizama matukio unaweza kukuta amekaa mengi mara hapo. Na ukakutana hata na watumishi wengine wakikwambia Bwana, nafikiri kuna laana ya aina fulani ambayo pengine iko kwenye familia. Hapana. Kama wangezika walimu wa influence wakati wanaona hao watafunzwa kwenye nini? Kwenye kuvuka, nafikiri wangeomba maombi ya kufunga, maombi ya kuvunja laana, kuvunja mikosi, ziba roho ya mauti na kadhalika. Lakini Yesu aliposimama hakuhangaika na kuziba roho ya mauti, aliituliza bahari. Sema amina. Sasa lazima tuweze kujua tunapoomba maombi yetu tuelekeze vipi. Ndio maana ufahamu wako ni muhimu mno kuliko kitu kingine kinini chochote. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Ni lazima uende kiwango kingine. Hebu sema kiwango kingine. Ya wewe kwenda kiwango kingine ni lazima. Na lazima ufike. Hata pamoja na haya matatizo yanayokufanyeni kukabili, lakini lazima ufike. Inawezekana kabisa kwa wewe kuingia kiwango nini kingine. Na ni muhimu kwa wewe kuingia katika kiwango nini kingine.
kingine, na ni kawaida na mpango wa Mungu wewe kuingia katika kiwango nini? Kiwango kingine. Mara nyingi vichwa vinatuuma tunapokutana na vitu ambavyo vinakwenda kinyume hata na yale mahitaji yetu. Unaweza kusema kwamba nimemuomba sana Mungu na nimefunga siku 7 na nimefunga siku 8 kwa ajili ya tukio, lakini naona bado limekuwa gumu, limesimama wima. Kumbuka hawa walikuwa na Yesu ana kwa ana, na Yesu alilala na misukosuko bado alikuwa naye. Wewe unachotakiwa kuangalia ni kuvuka upande wa pili. Sema amina. Kuvuka. Katika kitabu cha Mika ile sura ya 2 na ule mstari wa 10. Mika ile sura ya 2 na ule mstari wa 10. Mika sura ya 2 mstari wa 10 anasema, ondokeni mwende zenu, maana hapa sipo mahali pa raha yenu. Kwa sababu ya uchafu mtaangamizwa, naam, kwa maangamizo mazito sana. Endelea unaofuatia. Mtu akienda kwa roho ya uongo, akinena maneno ya uongo, akisema nitakutabiria habari ya mvinyo na kileo, mtu huyu atakuwa nabii wao watu hao. Amen. Bwana asifiwe sana. Anazungumzia kwamba ondokeni. Ule mstari wa ngapi ule? Wa 10. Rudia tena binti hapa. Ondokeni mwende zenu, maana hapa sipo mahali pa raha yenu. Ondokeni na mwende zenu. Siku zote lazima utoke kwenye eneo fulani uingie kwenye eneo fulani. Jina la Bwana barikiwe. Yaani Mungu hataki wewe utulie mahala pale pale ulipo. Hapana, siku zote unatakiwa kwenda kuongeza kiwango na kwenda kwenye eneo lingine. Kwenye upande wa elimu ndivyo hivyo, unajaribu kuongeza kiwango, kwa sababu hapo ulipo sipo utakapopatia raha. Kwenye upande wa biashara lazima uongeze viwango. Ushindani wa kibiashara ni mkubwa, ukibaki hapo hapo hutapata raha. Sema amina. Mungu anataka wewe uongeze kiwango ili upate raha, lakini ili uweze kujilinda na usumbufu wa aina yote, usiseme uongo wala usipende kusingizia mtu. Yaani kwa lugha nyingine, jambo usilolijua usiongee, ili uweze kufikia pale penye raha. Sema amina. Mlokole anaweza akashinda vitu vyote, anaweza akashinda ulevi, anaweza akashinda uchawi, anaweza akaushinda kabisa uzinzi na nini, lakini akakwama kwenye ulimi. Msomee pale mstari wa 11. Mstari wa 11 anasema, mtu akienda kwa roho ya uongo, akinena maneno ya uongo, akisema nitakutabiria habari ya mvinyo na kileo, mtu huyu atakuwa nabii wao watu hao. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio sababu unakuta roho ya uongo imekuwa ikifanya kazi nini sana, na hata leo ukipenda mambo ya uongo na yaani hali ile ya kiuongo, kama hautataka kuongeza kiwango, sema amina. Ndio maana unakuta kwamba watu wengi leo hii wanateseka. Unaona kabisa huyo mtu anatabiriwa ni nini? Ni uongo. Anayoelekezwa ni nini? Ni uongo. Mafundisho yake hayana nini? Kina. Lakini kwa sababu ameyazoea na hataki kupandisha kiwango, basi acha aendelee kuwa nabii wake. Kwani mimi siwezi ikanisumbua nikiona kwamba mlokole amechanganyikiwa katika ujinga wa aina fulani. Lazima kiwango chako ukiongeze. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa labda nizungumzie maadui wa viwango. Sema maadui wa viwango. Adui wa kwanza wa wewe kupanda kiwango chako kingine ni kukataa ushauri, refuse to take counsel. Yaani unakuta mtu apendi nini? Masuala ya ushauri. Katika kila jambo ambalo unalopita, iwe katika masomo, iwe katika ufundi, iwe katika kulima vitunguu, unahitaji ushauri. Na unapozungumzia kwamba unataka kulima bustani, unalima nini? Usichukue tu ushauri bora ushauri. Chukua ushauri mtu mwenye uwezo na akili kwenye suala hilo. Na hili ndio kitu nakuta kwamba waloko leo tunashindwa. Sisi tulishasimama tu na mambo yetu mazuri tu. Vipi kilimo? Hapana. Nimeshatuma mbegu kule kwa nabii. Ameniambia kwamba niombe tena, ameona kwenye maono. Hivi hapana, hilo linahitaji ushauri wa kilimo. Na waloko leo wengi vitu vingi wameshindwa. Unataka kufanya biashara, unahitaji ushauri. Huwezi ukaweka tu biashara hiyo kwa sababu Mungu amesema kila nitakachoweka mikono yako itabarikiwa. Unahitaji ushauri.
Na mara nyingi watu ambao wameshindwa kuongeza viwango sababu wamekataa ushauri. Mimi niweza kukutana na mtu mmoja mpaka anafanya na maombi kanisa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Alikuwa anahubiri, elimu yako tupa kule, dini yako tupa kule. Naona huyu jamaa anaingiza watu shimoni. Sema amina. Katika kila jambo, hata kama ni kulima bustani, unahitaji nini? Ushauri. Hata kama unataka kitchen party, unahitaji nini? Ushauri ili uweze kufanya. Sema amina. Katika kila jambo. Na wakati mwingine walokole wengi tunashindwa kufika kwenye maeneo hata kushauri, ila kuombewa, kuvunja laana, kutoa mapepo, hiyo tuko mbele sana. Kila kitu pepo. Kumbe kitu kingine unahitaji nini? Ushauri. Na kitu cha pili, lack of planning, yani unakuta mtu apende kupanga mipango. Lack of planning. Hiyo tunapata kwenye Luka ile sura 14 mstari 28 mpaka 30. Luka sura 14 mstari 28 mpaka 30. Anasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupiga msingi. Watu wote wanao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Mpaka Yesu mwenyewe anaingia kwenye masuala ya mipango. Sema amina. Usiingie jambo lolote kabla hujahesabu gharama. Sasa sisi tunamsingizia roho. Hapa ni roho ya Mungu tu. Haleluya. Roho ya Mungu tu. Kwa sababu unaona fulani amechukua mkopo pale akaeka daladala na unaingia, utaumia. Yule daladala utamtishia wapi? Lazima kila kitu uende na mipango. Sasa matokeo yangu nasema sijui kuna pepo la ukoo limenisumbua, sijui kuna babu yangu naona ananivuta kwenye umaskini. Mimi nakwambia babu yako atainukaje mle ndani? Atainukaje kama alishindwa kujisaidia alipokuwa hai? Atajisaidia akiwa amekufa? Hawezi kusaidia wewe akiwa amekufa. Sema amina. Wewe unahitaji ushauri. Sema amina. Lazima upime nini? Upime gharama. Tena hata mithali anasema mwanamke mwema uitazama biashara yake kama ina nini? Ina faida. Sasa kwa nini unafanya biashara za hasara? Kwa nini unafanya biashara za nini? Za hasara. Cha kwanza lazima uhesabu gharama. Unakaa chini na unapanga vitu vyako. Jinsi gani gharama sasa? Na hiyo amesema Yesu mwenyewe. Na ndio maana ukiangalia sana walokole wengi katika kila wanachokifanya huwa wanaishia katikati. Alafu baadaye nafikiri ulikuwa sio mpango wa nani? Mpango wa Mungu. Unakuta mtu amesoma, amefika form 3 ya masomo ya namshina, habari naona Mungu ameniambia nikatishe masomo. Hii si kweli. Lazima utakuja kuumia sehemu. Sema amina. Lazima kila kitu kiende kwa wakati wake. Yesu anasema lazima tuwe na mipango. Sasa nikuulize swala. Katika ile lama zote unapiga kelele, naona hiki kitakwenda huu mwaka ni kwa mbaya. Nenda kwa mwaka mbaya. Kuna watu wamejenga, kuna watu wamefanya hivi na hivi, kila watu wamefanya wanachojua, wengine wamechukua mpaka escrow. Mwaka huu. Sema amina. Wewe unasema huu mwaka umekuwa tight. Haujawa tight. Ni mipango. Sema amina. Wewe hebu nieleze mipango uliyokuwa umeipanga wewe. Alafu useme Mungu akusimama na wewe. Niko hapa kumtetea Kristo ya kwamba yeye hajakosea. Kama ulichemsha ni wewe ulichemsha sehemu. Lakini nataka kwamba uweke mipango mipya katika hizi siku unazomalizia kuingia mwaka kesho. Wengi sana. Dada neno la Mungu anasema usimsingizie roho ndani. Roho Mtakatifu wadau watu wanamshuhudia Roho Mtakatifu wao. Anashinda na nimeingia kwenye maombi makali nikaona kama nyuki wanakuja upande huu, naona Mungu amezuia hii nyumba nitaichukulikia mwaka kesho. Iache hapa. Naona shetani amejiinua majirani, naona kama wananiroga nisimalize. Si kweli. Lazima uwe na mipango. Sasa huo kimya wako unanitisha. Mimi naendelea tu hapa sema mimi. Haleluya. Nisomee pale Zaburi 15 mstari wa 1 mpaka wa 5.
Zaburi sura 15 mstari wa kwanza hadi 5 nasema, Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia wake wala kumtenda mwenziwe, wala kumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali waheshimu wamchao Bwana. Ingawa ameapa kwa hasara yake, hayabadili maneno yake. Hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Amen. To be unsteady, instability. Unakuta kwamba mtu anaweza akakaa anajaribu kuzungumzia watu watakaoweza kuimarika. Sema amena. Ukiangalia hii mistari imekaa kwenye hali ya utaratibu sana, lakini ndio imekuwa nguzo kama pila ya kufanya wewe uinuke kiuchumi. Kuna vitu vingine unaposema ni pepo limenivamia, sio pepo. Maana Mungu siku zote uliangalia neno lake aweze kulitimiza. Unatakiwa uwe na mipango, unatakiwa uwe ni mtu wa kusikiliza ushauri. Ushauri sio unakwenda tu katika jambo lolote, hapana. Kila jambo lina mtu anayelifahamu. Ni mfano hata uje kwangu useme kwamba Mtume, naomba unipe ushauri biashara nifanyeje. Nitakudanganya tu. Mimi masuala ya biashara sina. Ila wewe ni njoo na ushauri wako, alafu mimi nikuombee. Nina neema ya kuomba katika kile unachokijua. Kwa hiyo sio kwamba kila mchungaji anaweza kukupa ushauri wa kibiashara. Sema amina. Hivyo ni vitu vinahitaji lazima mtu awe amevisomea. Bwana asifiwe sana. Lazima ujue jinsi ya kutenganisha, sema amina, juu ya spiritual knowledge na secular knowledge. Na hivyo vitu vyote lazima tuviweke kwa pamoja. Amen. Mara ngapi unakuta mtu anaumwa na malaria, alafu anakwenda kwa nabii anaambia ni pepo na mzimu kutoka babu yako. Wakati daktari anahitaji kukupa chloroquine na kuimaliza kwa muda wa siku moja. Unaenda unapambana, unaingia kwa kufunga siku 7 kwa homa ambayo unaiondoa kwa kidonge kwa muda wa siku 3. Ni kukosa ushauri. Tena jamaa mmoja anasema kifua na sisi nimetumia pepo la uvamizi, nimembana kifua nimeinua, kumbe jamaa ana pneumonia. Yaani kuna vitu vingine tunatumia gharama nguvu kubwa zaidi wakati ungetegua kwa ajili ya kupata ushauri. Lazima hiyo vitu tuvitenganishe. Mungu anasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako nini? Nguvu zako nini? Na akili zako zote. Bwana asifiwe. Amen. Lazima tuishi maisha ya hofu mbele za nani? Mbele za Mungu. Labda nikupe ishara za hofu. Ishara. Amen. Nikupe ishara jinsi ambavyo nikupe signs of fear ambazo zinasumbua watu leo. Unakuta watu wengi sana wanaishi kwa mashaka. Amen. They are living in doubt, living in suspicions when they are anxious. Unakuta kwamba wanakuwa tu ni watu ambao, na hii walokole wengi sana inasumbua kabisa. Unaweza kuwa umejazwa Roho Mtakatifu lakini bado unaishi kwa mashaka, bado unaishi kwa suspicions. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa vitoe, hata kama utakuwa umefunga na kuomba kiasi gani. Lakini unaweza kukuta moyo wako una michangano na vitu vinakwenda, basi utajaribu kufanyiwa maombi, lakini maombi yako yote yamejaa hofu tu, mashaka tu, na unakuta kuna vitu ambavyo unaviozia vina kichwa wala nini, miguu. Na hii ilimsumbua sana hata Ayubu. Ilimsumbua sana. Nisomea Ayubu sura ya 12 mstari wa 1 na 3. Ayubu sura ya 12. Unakuta mtu unasumbuka. Yaani unajikuta kwamba you feel you are not good enough. Yaani kuna kwa ile inferiority complex. Yaani umekaa tu hata kama uko kanisani, yaani umekaa tu unaona kama hapa sio eneo langu, watu wengine wameinuka zaidi kuliko mimi. Hivi na hilo ni pepo kamili, lazima ulisage leo. Sema amina. Twende baba.
Ayubu 12:1-3 anasema, ndipo Ayubu akajibu na kusema, hapana shaka ndinyi watu halisi, nanyi mtakapokufa ndipo na hekima itakoma. Lakini mimi pia ninafahamu kama ninyi, mimi si duni yenu ninyi. Mimi si duni, sema amina. Jamaa alikataa hiyo, sema amina. Anasema mimi sio nini? Duni. Endelea hapo, rudia tena msango. Mimi si duni yenu ninyi. Naam, ni nani asiyejua mambo kama hayo? Jina la Bwana libarikiwe. Anakataa hiyo bwana, mimi sio duni. Pamoja na uchovu niliokuwa nao na shida zile, mimi sio duni. Ndiyo, sina pesa zangu zote zimeibiwa, watoto wangu wote wamekufa, lakini mimi sio nini? Duni. Kataa kuitwa duni. Ukilibeba hilo neno duni, litakufanya usiongeze kiwango. Mahala popote lazima kifua chako uwe mbele. Hilo andiko lina binamu yake katika ile nani pale. Hiyo Ayubu 13:1-2. Ndio 13:1-2. Ayubu 13:1-2. Anasema, tazama, jicho langu limeyaona hayo yote, sikio langu limeyasikia na kuelewa nayo. Hayo myajuayo ninyi na mimi pia nayajua. Mimi si duni kuliko ninyi. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema katika yote yanayonikabili, katika shida ambazo tunakutana nazo mwaka huu, yote mimi naelewa. Usiletee mambo sio kusema kwamba kuna mimi sio duni kama nini. Mimi nachojua kitu kimoja, pamoja na hali niliyo nayo nitakwenda kuinuka. Sema amina. Ni kweli biashara zimetikisika na mambo yangu yamekwenda vizuri na mkopo wangu unanisumbua, marejesho yamenibana, na ni kweli watu wanaelewa, lakini mimi sio duni. Lazima ukatae. Na wakati Ayubu anayesema hayo, mambo yamemfika wapi? Jikoni, na hata mke wake naye anamsumbua. Maana mke wake alikuwa anaomba talaka kisayansi. Yaani alisha kutoa talaka yeye alikuwa hataki, lakini alitaka kumlazimisha Ayubu atoe talaka kisayansi. Anamwambia baba, mkufuru Mungu nini? Ofe, ili awe huru. Lakini Ayubu akasema mimi sio duni. Yaani mahala popote unapopita lazima utambue wewe sio duni. Na usije ukakubali mtu yoyote akakuchanganya, kwa sababu life unayopita ni kwamba unaenda kuvuka na unaenda ng'ambo ya pili. Sema amina. Yesu anasema mtabarikiwa hapa duniani mara 100 na mauti vivyo hivyo. Mimi sio duni. Nakumbuka hao waliokuwa nakwenda kuongea naye walikuwa ni wahubiri, watumishi wa Mungu, ndio walikuwa na mkanga Ayubu. Lakini Ayubu akaambia, mimi si duni kama ninyi. Nyinyi ni duni, lakini mimi sio duni. Bado walikuwa mmoja amekaa amechoka, mimi sio duni. Ni kweli sina pesa, ni kweli sina nyumba, ni kweli, lakini mimi sio duni, kwa maana ninamjua niliyemwamini. Nilikuwa na conference na wachungaji wapi huko Simanjiro, watu tunajaribu kuongea nao, tukapata maswali majibu. Nikagundua kwamba watumishi wengi hivi sasa inabidi lazima wachukue muda mwingi wa kuyasoma maandiko na kwenda katika uhalali wa maandiko, kwa sababu unakuta kwamba njia ile ambayo shetani aliitumia kumdhalilisha mwanamke bado wahubiri wanaendelea nayo mpaka lini? Mpaka leo. Unakuta mhubiri amekazana, haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Angalia maisha yako mama, umeachika mara 3 hivi mnaibu. Kwa nini usizungumzie na yule aliyeacha mara 3? Wewe unaona kuna bureaucracy, kuna urasimu sehemu. Umeachika mara 3, kuna lani. Sasa na yule aliacha mara 3. Vipi? Huyu mtu ndio ameachika, na baada ya kuachika amelea watoto. Sasa mwenye matatizo ni aliyetoroka kulea watoto au aliyetulia hapo na kulea watoto. Yaani lengo langu nataka uangalie, usije ukasikiza tu kwenye redio wanakuja vile vitu wanahubiri. Yaani unafahamu tatizo moja, huwa tunahubiri linalokuja hivyo kwa sababu hatutaki kwenda kwa undani. Hatutaki kwenda kwa nini?
kwa undani. Ndiyo, nimeachika mara 3 na nikaolewa mara 4. Sema amina. Kwani huko mbinguni nitakuwa mke wa nani? Twende kwenye Biblia, sema amina. Uwezo ukamwona huyu mama amejitahidi vibaya sana, sema amina, pamoja na misukosuko yote ya maisha, lakini bado watoto wamewabeba mgongoni, anawatunza, sema amina. Uwezo ukaona kwamba huyu mama sio duni, sema amina. Tatizo wewe hujaelewa hapo. Yaani kuna kitu fulani kimekaa kana kwamba mwanamke ni kiumbe kimoja cha ajabu ajabu tu, kinahitaji kuhubiriwa kila leo na msaada. Yaani mwanaume hahitaji mahubiri, ameshafika mbinguni. Umechelewa kuolewa, kuna nuksi. Kwa nini usiwazungumzie waliochelewa kuoa? Hebu sema mimi sio duni. Ninaielewa safari inayokwenda, ninaielewa na ninajua ninapokwenda ni wapi. Sema amina. Ninaelewa, sema mimi sio nini duni. Kuna kitu ninachokiangalia, sema amina, kwa maana ninamjua Jehova. Nahitaji kiwango kingine. Ninaomba huruma yako na uaminifu wako uwe juu yangu. Niponye mwana Mungu, nibariki. Mimi sio duni. Mimi sio duni kama hao wanaolisema, kama hao wanaolifuatilia. Umenipa neema na utaniketisha mbele ya watu wakuu na watu wenye uwezo. Kuanzia sasa ninakataa, mimi sio duni. Katika maeneo yote niliyoonyesha udhaifu wa maksudi, ninaomba unisamehe. Mimi sio duni, nasimama kwenye zamu yangu. Ee Mungu nibariki katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwanamliama, wema na uaminifu wa Bwana ukapate kwa juu yako. Mungu aliyekulinda na kukutunza na kukuhifadhi kuanzia mwezi wa kwanza mpaka hii Disemba, akakuvushe na mwaka huu, akakuvushe na ushindi, akakuvushe na moyo mkuu, akakufanikishe katika yote. Ninakwenda kinyume na laana za aina zote, na ninakwenda kinyume na nguvu zote za uduni, hazina mamlaka, kwa maana wewe si duni. Nenda ukainuke, pokea kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Ukabarikiwe na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwe juu yako, Bwana akakuinue. Wapinzani wako wote wakatambua kwamba wewe sio duni. Wema na uaminifu wa Bwana ukasimame pamoja nawe. Pokea fedha, pokea baraka, pokea kuinuliwa, pokea kuketishwa na wakuu kutokana na bidii ya mikono yako.